kilichopo Chang'ombe Dodoma. Kwa maana tumekusanyika hapa wote, na hapa tukiwa na keki ambayo tutaikata muda si mrefu kuashiria kufunguliwa kwa moja kwa moja kwa shughuli za Ubuntu. Kwa hiyo tunajisikia vizuri kuwa na watoto wa Ramani na jamii yote ya kituo hiki, na tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo ametujalia kuyawasilisha katika kituo hiki. Kwa hiyo tunaomba kila mmoja wetu ajisikie vizuri kushiriki katika tendo hili la muhimu kwa jamii yetu na katika maisha yetu. Na tunawasihi wote mlioko hapa, kila mmoja ajifunze kuishi kwa ajili ya wengine. Kwa maana ya utu kwa wengine. Ujifunze kuishi kwa ajili ya ndugu yako, kwa ajili ya rafiki yako, kusaidia wengine, kumfanya mwingine ajisikie vizuri katika maisha haya. Sawa? Hebu turudie. Ubuntu, utu kwa wengine. Ubuntu, utu kwa wengine. Mkaribishe katibu wetu na mtunza hazina na msemaji wetu tusaidie kuzindua Ubuntu rasmi kwa kutukatia keki. Haya, Ubuntu! Hapa ni uzinduzi rasmi wa Ubuntu kwenye kituo hiki. Hawa ni viongozi wa Ubuntu walikata keki hiyo kama ishara ya uzinduzi wa hiki kikundi cha Ubuntu. Haya sasa jamani, kwa sababu keki imekatwa, sio vizuri keki ikatwe alafu ibaki haijulikani kwenda wapi. Kwa hiyo niomba tupate zoezi fupi kidogo. Tupate mwakilishi wa kituo ambaye tutamlisha keki hapa na mtoto mmoja ambaye ndio tutamlisha keki kwa wakilisha watoto wengine. Alafu inayobaki tutakula kwa wakati mwingine. Itagawanywa tu. Atamjileta kenyewe katika kwa chini kana. Haya, makofi kwao. Sasa niomba mwakilishi wa kituo naye alishe keki. Hata mwakilishi wangu ninamlisha bila kukata. Anakuja mwanao. Nadhani mpaka kufikia hapo. Kuna nani anataka? Samia Suluhu. Huyu. Wow, ongeza nyingine. Samia Suluhu. Samia Suluhu wa Rahmani Ofa. Rais Samia Nadhani mpaka Ubuntu kwa wengine. Sawa, basi naomba tufanye utambulisho ili tuweze kufahamiana. Kwa majina naitwa Mlisho Mihambo. Kwa majina naitwa nani kasikia? Safi kabisa. Naitwa Mlisho Mihambo, ni katibu mkuu wa Ubuntu. Na leo tuko hapa kwa ajili ya zoezi la kutoa hisani na kama ilivyo kauli mbiu yetu ya utu kwa wengine, kuweza kutoa msaada na kuwajali wengine. Nimeambatana na jopo la wana Ubuntu kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na ningependa kuanza kutambulisha. Naomba nianze kwa kutambua uwepo wa wanakituo cha Rahmani ambao ni wenyeji wetu, na nikisema Ubuntu wenyeji wetu mtasema utu kwa wengine. Ubuntu, utu kwa wengine. Nashukuru sana. Lakini pia tumeambatana na waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari, na wao wako hapa nadhani wanaonekana. Lakini pia tumeambatana na wanachama na wana Ubuntu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Popote walipo wanaweza kupunga mikono yao. Naam, hao ndio wana Ubuntu, wanawakilisha wana Ubuntu wengi sana ambao hawakufanikiwa kufika hapa, lakini kwa namna moja au nyingine sadaka zao na mchango wao umefanikisha kwa kiasi kikubwa sana shughuli hii kukamilika. Kwa hiyo huko waliko na wao salamu zitawafikia.
Lakini katika wana Ubuntu hao tulioongozana hapa kuna viongozi mbalimbali wa Ubuntu. Ningependa kuanza kutambulisha msemaji wa Ubuntu ambaye anafahamika kwa jina la Bwana Idi Mwilu. Popote alipo atupungie mkono. Lakini pia tumeambatana na idara ya habari kutoka Ubuntu ikiongozwa na Bwana Given Mwaipopo, atupungie mkono. Lakini pia tuna kamati ambayo ndo kamati muhimu sana. Kamati hiyo ndio inashughulika zaidi na mambo ya fedha na manunuzi ya vitu vyote vya ambavyo tunaviona mpaka vimefika hapa. Hii ni kamati ya fedha ikiongozwa na Bwana Charles Mhando, popote alipo apunge mkono. Lakini pia ameambatana na msaidizi wake anaitwa Naomi Abraham, popote ulipo punga mkono. Ukiacha kamati ya fedha na manunuzi, tuna kamati ya uendeshaji, shughuli zote za kuratibu shughuli nzima hii charity ambayo inaongozwa na Bwana Mlisho Mihambo, popote alipo apunge mkono. Kwa licha ya kwamba mimi ni katibu inaongozwa na Bwana Yakidi Shamimu, lakini kwa sasa ila katibu mkuu wa kamati. Haya, tukitoka hapo bwana, tuna kiongozi wetu mkubwa kabisa ambaye ni makamu mwenyekiti wa Ubuntu Charity, dada mmoja, naomba alipo apunge mkono. Anafahamika kwa jina la Rose Peter. Huyu ndio makamu wetu mwenyekiti. Lakini ukiacha makamu mwenyekiti, tuna mwenyekiti wetu pia ambaye ni kama CEO wetu, lakini pia tuza tukamuita rais wetu, ambaye si mwingine ni Bwana Albin Msechu. Popote alipo apunge mkono. Ubuntu! Ubuntu kwa wengine. Mpaka kufikia hapo itifaki imezingatiwa. Huo ndo msafara wa Ubuntu uliongozana nasi katika kukamilisha tukio hili. Nadhani tumewatambua, bado tutaendelea kuwa nani, tutatambuana zaidi. Sambamba na hilo, ningependa kumkaribisha mwenyekiti wetu aweze kutoa neno. Mwenyekiti, karibu sana. Najaribu. Lakini neno la Kiswahili sahihi sana ni ambalo naweza kulitumia ni kuhemewa. Nimehemewa. Hiki kinachofanyika hapa ni kitu ambacho tulikitamani kwa muda mrefu. Sio mimi peke yangu, lakini wote walioko hapa, wana Ubuntu wote, kila mmoja kwa nafasi yake alitamani jambo hili litukie siku ya leo, na ndio maana kila mmoja alishiriki kwa kadiri anavyoweza kuhakikisha siku hii inatokea na kwa mafanikio ambayo tumefanikiwa. Na kwa kweli sio kwa sababu tuna uwezo mkubwa au sio kwa sababu tuna wafadhili mahali fulani, lakini nafikiri kwa sababu ya Mungu. Katika kila hatua tangu tumeanza mchakato huu mpaka kufikia siku ya leo ya kuzindua kikundi na tukio hili, nafikiri kama miezi mitatu iliyopita, tumepitia changamoto nyingi, tumepitia mabonde na milima, lakini yote ilikuwa ni mema kwa ajili ya kufanikisha siku ya leo. Kwa kiukweli la kwangu kubwa ni kumshukuru kila mmoja wetu ambaye amehusika kufanya siku hii itokee. Wa kwanza akiwa ni Mungu, wa pili ni sisi, kwa kila mmoja kwa nafasi yake, kwa mchango wako wa hali na mali, lakini zaidi uwepo wa kila mmoja wetu hapa. Lakini kwa kituo pia kwa kutupokea, kwa kukubali tukio letu lifanyike hapa siku ya leo. Inawezekana wakasema haifai, hawataki, na pengine tungekuwa tunahangaika mpaka leo kutafuta sehemu nyingine, lakini walitupokea na niseme wamekuwa wakarimu sana kwetu. Wamekuwa wakarimu sana, na kwa hilo tunashukuru uongozi wa kituo, na tunaamini kutokea hapa
baraka nyingi zitamiminika kwenye kituo hiki, lakini kwa kila mmoja ambaye amehusika, sio kwa sisi tu tuliotoa michango hawajaweza kufika. Kwa hiyo tunawashukuru na wao kabisa tunawashukuru, na tunaomba kwa matukio mengine atakayofuata huko mbele au kama itatokea kila mmoja, kwa sababu kila mmoja ameshiriki kwa nafasi yake kufanya siku hiyo. Kwa mfano, kamati yetu ya fedha, natolea tu mfano. Kitu ambacho labda wengine hatufahamu ni kwamba hawa watu tulikuwa tunatuma hela zetu kwao na hatuwafahamu. Unaweza kufikiria unamtumia mtu hela na umfahamu, lakini wamekuwa ni watu waaminifu kwa kipekee kabisa. Wametufanyia kazi ambayo sisi wenyewe tunashangaa vile wamefanya, kwa sababu kweli ni kwamba kutunza hela mikononi mwako sio kitu kirahisi. Inahitaji uwe mwaminifu vya kutosha kufanya hivyo. Kwa hiyo kiukweli, naomba kwa pamoja tuwapongeze kamati ya fedha kwa uaminifu wao na kwa kazi nzuri ambao wametufanyia. Naomba tuwapigie makofi. Kuna kamati ya jamii na mipango ile inaongozwa na dada Juliana, pia wamefanya kazi kubwa sana kutengeneza logistics kuhakikisha wote tunafika